Ilikuwa ni usiku wa saa 7. Tulisikia kishindo nje, kumbe ni ukuta ulikuwa umeanguka. Tunakazana kufungua mlango, kumbe maji yalishajaa nusu kwenye madirisha na mlangoni. Tukaona tope, tukaona mvua kwa dirishani. Majirani wakatupigia msifungue milango kwa sababu mvua ni nyingi, maji yameshasimama huku nje. Mkifungua maji yatajaa sana ndani. Tukawasikiliza. Baadaye tukasikia nyumba ya jirani, mlango wa jirani wanapiga ukunga. Baadaye tukasikia kimya. Majirani wakasema tumeshaenda huko lami kutafuta msaada huko, tumekutana na wale wanaookoa wanajiita fire. Ndio wakaja kutuhoji tukiwa kwa ndani, maji yamewafikia, tukawaambia bado milango imekataa kufunguka, maji ni mengi. Wakasema msifungue, tulieni hivyo hivyo, tutakuja hapa, tutavunja dirisha. Tunakuja na mashine kukata hizo nondo, tutawatoa, msiogope. Tukawa tuko ndani tunatulia tunawasubiri. Wakaitana kwenye simu, wakaja wakakata, wakatutoa kwa dirishani. Mnaona eneo hili tuloko ni kwamba maji yalikuwa yamefika juu ya ukuta huu. Kwa hiyo ndugu zetu wa uokoaji wamekuja wamesaidia kuwaondoa watu ndani. Hali ni mbaya kabisa. Vitu vimeondoka. Kuna kama walikuwa karibia watu 9 walikuwa naenda na maji. Watu wa uokoaji na vijana ambao wakwetu wamesaidia kuokoa. Kuna nyumba moja mtu alikuwa ameondoka na familia yake. Kwa hiyo majengo yameharibika. Hali ni mbaya, miundombinu ni mbaya kabisa. Upande wa juu kwenye soko letu la kila siku la Jumatano na Jumamosi kuna ukuta umeanguka. Majengo yale yalikuwa ya Mzee Samburu kwa maana ya kuweka vitu, nayo yameharibiwa sana, vifaa vimeharibika vingi, vitu vingi sana vimeondoka kweli. Mkondo uliharibu. Mkondo wa maji yaliposhuka na magogo yaliblock, ndio maana ya maji yakahamia sasa kuingia kwenye nyumba za watu. Ukanda wote huu nyumba sasa hivi watu wanafanya kazi ya kuondoa matope na nani, maana vitu vimeharibika kabisa. Ofisi ya kata yenyewe yote tangu saa 8 ya usiku na watu wamepata athari kubwa sana. Kwanza watu kuna watu waliochukuliwa na maji, mifugo yao imechukuliwa na maji, kama magari pia yamechukuliwa na maji. Ukiniangalia kama mimi tangu saa 12 nilikuwa naenda sokoni, lakini niko hapa mpaka saa 3 sijaweza kupata usafiri. Maana barabara yote imezibwa na maji kule. Na ni daraja lile limezibwa na magogo. Ndio maana unaona hatujaweza kupita. Lakini pia tunashukuru serikali kwa sababu imeleta msaada wa haraka, wananchi tumeweza kupata msaada, tumeweza kuendelea na shughuli zetu. Kweli swala la hii ni kama ni mara ya pili inarudia, na hizi kero nadhani hata TARURA wanajua, lakini imekuwa ni kero katika eneo hili. Nakumbuka kama miezi miwili tu iliyopita hapa watu walishindwa kupita, serikali ikaja katika eneo hili hapa na ikaweza kuzuia watu kutokupita magari, lakini mwisho wa siku ilipofika saa 6 magari yaliruhusiwa kupita, magari makubwa, na watu wakaendelea. Lakini swala hili limekuwa ni kero, watu wamekuwa wakitaarifiwa kila wakati, lakini hawakuwa hawafuatilii. Kama leo ukiangalia watoto hawajaweza kwenda shule, watu wengine wameweza kupata maafa kama waliofariki, na serikali inaona si kwamba ione. Tunaomba tu wajaribu kuangalia swala hili kwa umakini zaidi na waweze kulifanyia kazi, kwa sababu limeshakuwa ni kero eneo kama hili hapa hivi.